ilikuwa njema, dhamira ya mpira kushinda, na Mungu amekuwa upande wetu, tumeshinda. Wenye dhamira mbaya Mungu ameachana nao, wakadhalilika wameshinda. Wazee mmewazingatia leo hii, wao ndio walianza kutoa msimamo wa Hasuchier. Wametangulia kufungua shughuli yetu leo hapa kwa dua. Tumefanya dua kwa imani zote. Dua ya kwanza ilikuwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ubingwa, lakini dua ya pili ni kuiombea timu yetu kwenye mchezo unaokuja wa finali ya CRDB. Kwa wazee wametangulia na siku yao ilikuwa maalum ndani hapa. Wameenjoy sana. Kulikuwa kuna ugumu gani wa kukubaliana na msimamo wa mashabiki na viongozi na kuwa na jambo moja kwa ajili ya Young Africans? Hakuwa na ugumu wote. As long as mbele yetu kulikuwa kuna haki. Wakishakuwa na haki basi hakuna ugumu wote. Unamtanguliza Mungu na ipambania haki yako. Basi. Tunakwenda kuchukua labda kuna mashabiki wale wa mikoani pengine wanaweza wakazani ngamia kaliwa Dar es Salaam. Mmejiandaje kuwazingatia wale wa mikoani? Mwaka jana tulifanya paredi ya ubingwa kuzungusha kombe mikoa, nafikiri 3 tu ilikuwa. Lakini mwaka huu kwa sababu tuna muda wa kutosha, mwezi wa 7 tuna mwezi wa 8, waahidi wanayanga wa kila mkoa tutafika mwaka huu. Kombe litafika na so far tuna makombe 4, kwa hiyo yatafika yote. Sasa hivi idara yetu ya wanachama inaandaa utaratibu wa safari, tujue tutaanzia wapi. Kwa pale mjini tutakwenda ndani zaidi kuwafikia wanachama na mashabiki wetu ambao walituombea dua kwa msimu wote mpaka tumefanikiwa. Wanasema kuwa kuna kombe uwanjani, Young Africans anacheza tofauti sana. Finali ni zidi ya Singida Black Stars, timu ambayo ina ushindani pia kwenye ligi yale. Endapo mtachukua CRDB, mtafikisha makombe 5 kabatini, kitu ambacho pengine hakuwahi kutokea kwenye ligi kuu au Tanzania. Singida ni mpinzani mgumu, na hivi amefika finali baada ya kumshona Viola, kwa hiyo atakuja na ushindani mkubwa zaidi, na confidence. Kwa tunaamini hata ukiangalia umeona hizi sherehe hizi ziko mbali kabisa na timu. Hapa tunasherehekea sisi tu wanachama na mashabiki. Timu ya Yanga kuna mahala imefichwa kama kawaida yetu. Mtakuja kushtuka timu tayari kwa Zanzibar inajiandaa na finali. Kwa hiyo timu inaendelea na maandalizi yake na tunaamini matakuwa maandalizi mazuri ambayo yatusaidia kupata ubingwa. Ali, kwa kumbukumbu zangu ni mara ya kwanza unachukua ubingwa mbele ya mtani. Kwa kumbukumbu zangu sidhani kama niko sawa. Je, kuna ugumu kiasi gani na furaha kiasi gani kuchukua ubingwa mbele ya mtani wako? Umemfunga lakini ndo mechi ambayo ilikuwa inaamua wewe kupata ubingwa. Nafikiri tulikuwa tukichukua ubingwa mara zote na yeye akiwemo. Ile safari hii kilichoongezeka ni kwamba mchezo wa mwisho ambao tunakabidhiwa kombe, yeye pia alishiriki kwenye huo mchezo. Ni jambo kubwa kwa sisi na limetufurahisha kwa sababu sasa hawatakuwa na nafasi ya kuzilaumu timu ndogo, kwa sababu na wao walishindwa pia kuizuia Yanga isichukue ubingwa siku ya mwisho. Ndio kwa tumaliza ligi na Dodoma, Ken Gold nani, wengine wangetupa lawama kwamba mmeshindwa kuwazuia. Sasa watu wadogo walikaa pembeni, akapanda yeye mbele na tukamshona na yeye. Kwa maana yake hakuna ambaye aliweza kuizuia Yanga isichukue ubingwa msimu. Wanasema dabi katika kumbukumbu zangu nadhani wewe utakuwa medali nyingi. Hii kwako mkoje na unawaambia nini mafans wengine ambao labda wanakuwa? Kwanza ni kutoa shaka, haujakosea kwenye rekodi. Hakuna msemaji aliyepata medali nyingi zaidi yangu mimi. Hiyo ipo kwenye rekodi kabisa. Ukifanya michuano yote ukijumlisha, mimi ndo nina medali nyingi kuliko wote. Maana yake sasa mimi sio mjanja kuliko wengine. Wala nisikufuru Mungu kusema kama mimi mjanja sana kuliko wengine. Mimi nimekuja kwenye nyakati ambazo Mwenyezi Mungu ameamua kuibariki klabu. Kwa na mimi ameniweka kwenye hizo nyakati ambazo baraka zimekuwa nyingi. Kwa hiyo baada ya mimi kuondoka sasa ndio nitakuja kuzihesabu na nitakuja kuonyesha. Kwa sababu hujui idadi ziko ngapi? Ni nyingi shehe, sijui idadi ni ngapi. Hujui samani kwa mafans wengine wanaokuja wanaoanza kwenye malengo. Waache tu unafiki na ubinafsi. Kwa nini? Waache unafiki na ubinafsi. Unajua hizi kazi ukiwa limbukeni unakuwa mbinafsi, unakuwa mnafiki. Ukiwa mtu wa kawaida unaishi kawaida na Mungu anakubariki. Ukishakuwa limbukeni tu unaingia kwenye ubinafsi. Na ubinafsi unakupelekea uwe mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka watu wote wapate furaha. Sasa ukishakuwa mbinafsi na kufanikiwa peke yako, upate raha peke yako na nini peke yako, Mungu sana anaweka mbali baraka zake. Mungu anatujua dhamira zetu kuliko sisi tunavyojijua. Kwa Mungu akiwa anakujua nia yako anakufungulia tu, wala hakuna shida. Ali, watu wanasema dabi imepoteza ladha. Kila siku mnawafunga nyinyi. Wewe kama msemaji wa klabu ya Yanga unazungumziaje? Dabi ina ladha yake pale pale. Ila kilichopungua kwenye dabi ni ushindani. Wenzetu wamekuwa dhaifu sana, wamekuwa dhaifu mno. Wamekuwa dhaifu kiasi cha kwamba sisi tunaweza kuwafunga hata na maandalizi ya kawaida. Tunachojifunza hicho kwa sababu
huu mchezo wa ujuzi ambao tumepata ubingwa huu ni mchezo ambao unaweza kuingia kwenye historia ya Simba kufungwa na Yanga ilikuwa na madhaifu madogo.